Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba. Na leo ni siku ya 5 ya mfungo wetu wa siku 7, na huwa tuna ratiba ya kwenda mbele za Bwana kwa ibada kubwa sana ya shukran. Na leo tutaenda kwa ibada ya shukran. Tutamshukuru Mungu kwa matendo makuu, lakini tutasoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 15. Maandiko yanasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukran. Tena iweni watu wa shukran. Hiyo ni sentensi ambayo inasisitiza kwamba swala la shukran liwe ni tabia. Iweni watu wa shukran. Iweni watu wa shukran. Na ndio maana anasema shukuruni kwa kila jambo. Yani ni tabia. Jambo liwalo lote unashukuru. Hasa hapa tunaongelea yale mambo ambayo unaona hayana kabisa mguso kwamba ushukuru, lakini mbingu zinataka ushukuru. Na tunaona kabisa maandiko yanasema ule mstari wa 17, Kolosai 3:17, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Yani bado maandiko yanaendelea kusisitiza kwa habari ya kwenda mbele za Bwana kwa shukran. Tunapoenda mbele za Bwana kwa shukran, tunayatimiza mapenzi ya Mungu yote. Kwa sababu Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu. Na kumbuka kwamba Mungu kila anachokifanya anatarajia mtu aliyemfanyia aende kwa shukran. Yani ukiona leo Mungu amekuvusha mpaka umefika leo, anatarajia kupokea shukrani kutoka kwako. Hili unalijua ya kwamba katika Jumatatu tulipojiweka wakfu mpaka leo, kuna watu wengi sana wamepoteza maisha yao. Kuna watu wengi wameingia kwenye majanga mengi, lakini wewe uko salama. Mimi na wewe leo tunao sababu ya kwenda mbele za Mungu na kusema asante. Sasa asante, Mungu anataka iwe ni desturi, iwe ni culture, iwe ni kitu ambacho mtu anaona anapaswa kushukuru. Sio tu kwa sababu ametendewa, bali kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kwenda kwa Bwana kwa shukrani. Lakini unakuta unapoenda mbele za Mungu kushukuru ni kiwango cha juu sana cha imani. Kumwamini Mungu aliyekutendea mambo makubwa. Kwamba unaamini ya kwamba si kwa akili zako upo hapo. Baba asante. Ninaamini kabisa ya kwamba si kwamba ni mjanja sana ndio maana niko hapo. Baba asante. Ninaamini kabisa ya kwamba kama siwe Mungu aliyekuwa upande wangu nisingeweza kuvuka. Baba asante. Kile kitu ambacho unaenda kushukuru ni viwango vya juu vya kumwamini Mungu ya kwamba kama si yeye aliyekupigania basi usingekuwepo hapo. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kwa moyo wa kushukuru, tunaenda tukimwamini ya kwamba ni yeye aliyotenda. Kama sio yeye aliyetutengua aliyetengua mitego ya adui iliyotegeshwa. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vingi sana huwa vinaendelea. Kuna hila nyingi sana za adui huwa zinaendelea. Kuna mipango mingi sana ya adui inaendelea. Kuna mitego mingi adui ameitega. Lakini katika yote Mungu anaachilia neema. Tunavuka. Leo nilikuwa naongea na watoto wangu nikamwambia hivi, mnajua ya kwamba ulinzi wa Mungu hata pale unapotenda dhambi Mungu anakulinda, kwa sababu unakosea lakini bado anakulinda. Nikamwambia kama angeondoka kipindi ambacho wewe umetenda dhambi akakuacha kabisa, ni nini kingetokea? Usingekuwa salama. Na ndio maana hata Kaini alipokosea, ile tu kwamba ametangaziwa kwamba uwepo wa Mungu utaondoka, alimlilia Mungu akamwambia Mungu, wataniua watu. Wataniua kwa sababu yani haiwezekani uwepo wa Mungu katoka na nikabaki kuwa salama. Kwa hiyo unakuta hata katika mapito ya dhambi na uharibifu ambao tunapitia, bado Mungu anatutetea, bado Mungu anatupigania. Tunayo sababu ya kwenda mbele za Mungu kumwambia Bwana asante. Hii afya nilio nayo si kwa nguvu zangu. Hii amani nilio nayo sio kwa nguvu zangu. Hawa watoto ulionipa sio kwa nguvu zangu. Yani unapoenda mbele za Bwana kushukuru, unafungulia milango mipya mikubwa. Hata wewe ambaye bado hujatendewa, nenda mbele za Bwana mwambie Bwana Yesu nakushukuru.
Ninakushukuru kwa maana hata katika yote ulionitendea, yale ambayo haujanitendea nayo nakuja mbele zako kushukuru, kwa sababu najua ni mapenzi yako kwangu mimi nishukuru hata kwa ambayo sijatendewa. Angalia vile ambavyo utakapoingia kwenye shukrani. Ingia, omba, mwambie Mungu asante kwa vile vitu ambavyo bado havipo. Kama we haujaolewa, mwambie Bwana Yesu asante sana kwa sababu ninajua ndoa yangu ipo njiani. Ninajua kwamba ninaenda kuolewa na kwa mume mzuri atakayenipenda, mume atakayenithamini, atakayekuja kuiona thamani yangu na atakayenilea katika hali kama mtu anayemlea mtu wake anayempenda. Mwambie Mungu asante, najua sijaoa lakini unaenda kunipa mke mzuri. Na kushukuru kwa sababu mke mzuri anakuja, tena wa haja ya moyo wangu. Anakuja yule niliyokusudia. Unaenda mbele za Bwana kwa kumshukuru Mungu. Unamwambia Bwana Yesu asante, ninajua kabisa ya kwamba sina fedha lakini we Mungu unanifariji, unanitia nguvu, unanipa fedha. Ninakushukuru sana Mungu aliye hai. Nataka uende tu shukuru, pitia kwenye kona zote zile ambazo unaona ni ngumu kabisa, zishikie na sadaka. Mwambie Bwana Yesu nakushukuru. Nakushukuru kwa yale yaliyotokea, ulioyatenda kwenye maisha yangu, lakini nakushukuru kwa ambayo hayajatokea, ambayo bado hayajaonekana kwangu. Ninakushukuru. Ni viwango vya juu vya kumwamini Mungu. Na tunaona Yesu amekuwa akitumia hiyo njia ya kushukuru. Alishukuru uzima ukaingia kwa Lazaro, akashukuru mikate ikaongezeka. Anashukuru kwa vile vitu ambavyo havijatokea. Lakini kwa nini Yesu anashukuru kwa vitu ambavyo havijatokea? Maandiko yanasema ingieni malangoni kwangu kwa shukrani. Yaani lango la baraka ni shukrani. Moja ya lango linalofungua mbingu ni shukrani. Unapoenda mbele za Bwana kwa shukrani unafungua mbingu. Lakini pia mimi huwa naangalia, kuna mtu mwingine unampa zawadi anakushukuru, kuna mtu mwingine unampa zawadi yani anavyoipokea ni kama vile anastahili, yani kama vile anastahili. Angalia vile ambavyo hutamani kumpa tena. Na wewe unaweza kuwa unaenda mbele za Bwana unashukuru kama vile unastahili. Yani unastahili, yani ulistahili kuwa mzima, ulistahili kuwa mwenye afya, ulistahili kutokufa, ulistahili, yani waliokufa wazembe, ambao hawana afya, hawapo kiroho. Yani unajikuta kama unastahili hivi. Kumbe na kuhakikishia wapo waliokufa ambao ni bora kuliko mimi na wewe. Wapo ambao wanapitia majaribu ambao wako kiroho kuliko mimi na wewe. Maana yake ni nini? Tushukuru kwa kila jambo. Unapoenda mbele za Bwana kumshukuru Mungu, unaifungulia milango mikubwa sana ambayo hujawahi kuiona hapo kwanza. Lakini unaonyesha ya kwamba unathamini ya kwamba mkono wa Bwana ulikuwa pamoja na wewe. Shukuru kwa afya njema, ya kwamba haujawa ICU. Shukuru kwa afya njema. Shukuru kwa uchumi, uwe ni mbaya ama ni mzuri, we shukuru tu. Yani nataka twende mbele za Bwana tushukuru kwa ulinzi ambao Mungu ametupa. Kuna vitu ambavyo tunapoenda kushukuru milango mikubwa inafunguka na utamshangaa Bwana. Nataka twende mbele za Bwana tumshukuru Mungu siku ya leo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako kwa shukrani. Ninakushukuru sana Mungu kwa matendo makubwa na ya ajabu uliyotenda ndani ya wiki hii. Mungu aliye hai, imekuwa ni kanuni ambayo uliiweka ndani ya mioyo yetu ya kwamba inapofika siku ya leo tuje mbele zako kwa shukrani. Mungu aliye hai, tunashukuru kwa afya njema uliotupa, kwa amani ulioachilia, kwa furaha na kicheko ulichokiachilia. Mungu aliye hai, asante kwa baraka nyingi, asante kwa neema nyingi, asante kwa ushindi mkubwa, asante kwa vile ambavyo wanatupigania. Hadi alipokuja kwa njia moja, umemwondoa mbele yetu kwa njia 7. Wachawi walipokusanyika walitangaze jina letu lilogwe, lakini Mungu aliye hai ulisimama na ukatangaza ya kwamba hakuna uchawi juu yetu wala uganga juu yetu. Ukatangaza kwa giza ya kwamba hatulogeki, ukatangaza kwa giza ya kwamba hatuwezi, kwa sababu ya wema na uaminifu wako. Si kwamba tulikuwa wakamilifu sana, lakini mkono wako wenye nguvu ndio umetusaidia. Tunayo sababu ya kuja mbele za uso wako na kusema asante Mungu aliye hai. Asante kwa matendo makubwa, asante kwa kibali chako, asante kwa nguvu zako. Tumeona mkono wako wa rehema hata katika mfungo huu. Bwana, tumeona baraka zako katika kila prayer point ambazo Mungu umeziachilia kwetu. Tumeona mkono wa kuokoa
Bwana umetuokoa sisi hata kuwepo hapa siku ya leo. Tunakushukuru Mungu uliye hai. Asante kwa maana hata pale ambapo hatukuwa wakamilifu, we Mungu ulitukamilisha. Ulizidi kuwa wa rehema, ulikuwa mwaminifu hata pale ambapo sisi hatukuwa waaminifu. Tunalibariki na kuliinua jina lako. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu. Wakupewa sifa, heshima na utukufu ni wewe Mungu unayetulinda, unayetupenda upeo. Ni wewe Mungu unayetupa neema. Ni wewe Mungu unayetuheshimisha. Hata adui alipokuja kwa njia moja, ulimuondoa mbele yetu kwa njia 7. Ukaandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu. Bwana umefungua milango ya baraka, nasi tumeuona utukufu wako ndani ya wiki hii. Mungu liye hai, hapo ambayo amesalia, ambao tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani, kwa maana kwa uaminifu wake unaenda kuyatimiliza. Tunakushukuru kwa rehema na neema nyingi sana. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa huruma zako Bwana. Asante kwa neema zako Mungu aliye hai. Tunakushukuru kwa damu iliyonena mema na inayonena mema hata sasa, kinyume na giza, kinyume na madhabahu za giza, kinyume na uchawi, kinyume na kila uharibifu ambao giza limepanga. Kwa maana adui alichokipanga hakikutimia, kwa maana Bwana ulitupigania, kwa maana Bwana ulitushindia. Nasi tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani Bwana, tukizibeba sadaka zetu. Umesema yeye abebaye sadaka ya kushukuru anautengeneza mwenendo wake wa baadaye. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana sadaka tunayoachilia siku ya leo ikatengeneze mwenendo wetu wa baadaye wa kiafya, itengeneze mwenendo wetu wa baadaye wa kiuchumi, itengeneze mwenendo wetu wa baadaye wa kifamilia. Endelea kutuhudumia Bwana, endelea kutuganga, endelea kutufadhili, endelea kutupa amani, endelea kutupa ushindi katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Tunabatilisha nguvu za giza na mamlaka zake. Umewashusha wakuu wa giza kwenye viti vyao, kwa maana walisimama kinyume nasi. Umewaangusha chini, kwa maana walisimama kinyume nasi. Umepigana na wanaopigana nasi, umepigana nao na umewashinda. Tunalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Mfalme. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ushindi wako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Unaweza kushika sadaka yako ya shukrani tunapoenda kuikamilisha ibada hii ya shukrani siku ya leo. Mfungo wetu wa leo ni wa kumshukuru Mungu, ni wa kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyoyatenda. Utashika sadaka ya shukrani, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.